kutokana na mazingira mapya ya dunia ya leo, hususan uvamizi mkubwa wa utamaduni na ustaarabu unaoendelea duniani. Tumeona haja ya marekebisho yaliyofanyika mwaka 2024 kuongeza msingi mmoja ambao ni kulinda na kuendeleza maadili, mila na utamaduni wa Mtanzania, ikiwemo kukuza matumizi ya lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Hivyo sera tunayoizindua itakuwa na misingi 8 badala ya 7 ya ile 2001. Sasa mniruhusu nigusie kidogo kuhusu toleo letu jipya. Toleo hili limekuja na mabadiliko muhimu yafuatayo ambayo kwa kiasi yamegusiwa hapa. Ni maeneo 4, lakini nitayasema kama ifuatavyo, kwamba moja ni kujielekeza katika kuimarisha diplomasia ya uchumi kwa kujielekeza zaidi kwenye kuvutia uwekezaji wa mitaji mikubwa, kutumia vyema fursa ya kijiografia tuliojaliwa na kufaidika na soko huru la biashara barani Afrika. Jengine ni kujenga uhimilivu wa uchumi wetu kwa kuongeza kasi na uwekezaji katika sekta binafsi, na hasa kujidhatiti na uwekezaji wa ubia ambao bado hatujaufanya vizuri, pamoja na sekta binafsi duniani. Hili linakwenda sambamba na kuongeza uwezo wa sekta binafsi ya ndani iweze kushiriki katika uwekezaji nje ya mipaka yetu. La tatu, kuendelea kukuza hadhi ya nchi yetu kwa kueleza mazuri tulionayo kiuchumi, kisiasa na kijamii, utajiri wa utamaduni wetu, mila na ustaarabu wetu na lugha yetu adhimu ya Kiswahili vitumike kama nyenzo ya kujenga nguvu ya ushawishi ambao ni muhimu sana katika kupanua masoko ndani ya bara la Afrika na nje ya bara la Afrika. Jambo jingine ni kukuza ushiriki wa Tanzania waishio nje, wenye uraia na wasio uraia wa Tanzania katika kuchangia maendeleo binafsi na maendeleo ya nchi kwa ujumla. Jingine ni kuangazia maeneo ya fursa mpya za mashirikiano ya maendeleo, ikiwemo sekta ya uchumi wa bluu, kama nilivyosema, uchumi wa kijani, uchumi wa kidigiti na maeneo mengine ikiwemo sekta ya madini ya mkakati, ili kupanua mawanda ya uchumi wetu. Jambo jingine ni kushirikiana na nchi nyingine na mashirika ya kimataifa katika kukabiliana na changamoto za dunia, ikiwemo majanga ya afya, matumizi mabaya ya teknolojia mpya, mabadiliko ya tabia nchi, uhalifu unaovuka mipaka na ugaidi. Jambo jingine, tutaongeza uwazi na uwajibikaji katika shughuli za kidiplomasia kupitia diplomasia ya umma, public diplomacy, kwa kutumia mifumo ya kidigitali. Lengo ni kuifanya nchi itambue kazi zinazofanywa na mabalozi wetu wanaoiwakilisha nchi katika maeneo mbalimbali duniani, na leo katika maonyesho nimeona wameanza kuifanya hiyo kazi, kuweka, wenyewe wanasema, dashboard ya kazi za wizara, whether ndani makao makuu au kwenye mabalozi. Tutakuwa na hayo madashboard, tutapata kuona. Ni waombe katika matamko yanayotoka, ni vyema wizara na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama mkajibu kwa haraka, mkachukua hatua za haraka, aidha kutoa ufafanuzi, kukanusha, au kama ni la kweli kukubaliana na kuchukua hatua za kurekebisha. Lakini tusiwe shamba la bibi, kwamba kila mtu anaweza kuja akasema nalo litaka, lipo Tanzania halipo, watu wakajisemea tu. Lakini la pili, tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huku. Nimeona klipu kadhaa za kunisema niko bias na nini. Nalofanya ni kulinda nchi yangu, na ndio wajibu niliopewa. Kwa hiyo hatutatoa nafasi kwa kiumbe yoyote kuja kutuvurugia hapa, awe yupo ndani au anatoka nje. Hatutatoa hiyo nafasi.